habari ya wakati huu. Kwenye hii video nitatoa maelezo ya namna unavyoweza kuingia kwenye mfumo wetu wa huduma za Jamii Plus, lakini pia namna ambavyo unaweza ukasajili au kuingiza taarifa za wanafamilia au wale dependents, pamoja na taarifa nyingine. Kwa hiyo ni video fupi itakayotoa maelezo kwa namna hiyo. Tuna namna mbili za kuingia kwenye mfumo. Njia ya kwanza ni kwa kutumia direct link ambayo tutakuwa tumeishare kwenye group, lakini kama hautakuwa na hiyo link kwa namna yoyote, unaweza ukatumia njia ya pili ambayo ni kwa kutumia website yetu. Kwa hiyo njia ya kutumia website, utaingia kwenye browser yoyote, alafu uta search Tuwaka SACCOS. Baada ya hapo ukisearch utapata hizi linki, ikiwa link ya kwanza ikiwa ni website yetu. Kwa utaingia hapo. Baada hapo itakuleta kwenye ukurasa wa kwanza wa website yetu, na hapa utakutana na taarifa nyingi, lakini kwa lengo la video hii tutaingia hii sehemu ya pembeni ambayo ina mchoro wa kompyuta. Ukibonyeza hapa utaona imeandikwa mifumo ya TEHAMA, itakupeleka kwenye hii page ambayo kuna list ya mifumo yetu, lakini hasa huu mfumo wetu mpya wa huduma za jamii ukiwa wa kwanza hapa. Utabonyeza hapo palipoandikwa Jamii Plus mfumo, nayo mfumo wa huduma za jamii, nayo itakupeleka kwenye ukurasa wa kwanza wa mfumo wetu wa huduma za jamii, ambapo hapa kuna maelekezo au taarifa mbalimbali unaweza kuzipitia na mawasiliano. Lakini kama hujajiunga bado, hujajisajili, utaingia sehemu iliyoandikwa anza sasa, au hapa juu palipoandikwa jisajili. Kwa ukiklik hapo itakupeleka kwenye ukurasa wa kwanza ambao utatakiwa kuingiza check namba yako, majina kamili, jinsia, namba ya simu, kanda, kituo cha kazi, namba ya NIDA, email pamoja na password. Email na password utakayotumia hapa ndio utakayotumia kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo unavyosajili taarifa zako za msingi, hakikisha unakumbuka email yako pamoja na password uliyotumia. Kwa hiyo nitaweka taarifa za mfano. Kwa mfano tunaweza tukasema huyu mtu ana check number inayoitwa 22446688. Kwa nikibonyeza fungua account hapo, basi mfumo utasajili taarifa zangu zote na utanipeleka kwenye hii page ya ku login. Kwa hivyo nitaingiza hapa email yangu ile niliyokuwa nimeandika hapo, nilibonyeza save ili kwamba isave zile taarifa zangu nitakapokuja kuingiza hapa nisipate shida. Kwa kama unatumia simu, unaweza kaanza kuandika email yako, itatokea hapo na itajaza password yako na utaweza kuingia moja kwa moja kama umebonyeza save itakapokuuliza. Lakini kama haukubonyeza save, utatakiwa kurudia zile email pamoja na password. Kwa hiyo utaandika kawaida, utaandika email uliyoiandika steven@gmail.com na utajaza ile password uliyoiweka pale, alafu utabonyeza ingia, nayo itakupeleka kwenye ukurasa au dashboard ya account yako. Hapo utaona taarifa zako zote za msingi, pamoja na huku utakuta 00 kama haukusajili account mwanzo. Kwa hivyo utaona hapa status ya account yako inasema pending verification. Hizi taarifa zitakuja upande wetu, tukishaziverify hii pending verification itabadilika status kuwa active account. Kwa hiyo baada ya hapo account yako itakuwa active, lakini hiyo haikuzuilii wewe kuendelea kuingiza taarifa. Kwa kuwa taarifa zote lazima zikaguliwe, wewe utaendelea kuingiza taarifa. Utaenda sehemu hii yenye mistari vitatu, utabonyeza hapa. Utatakiwa kuingiza taarifa ya wanafamilia, warithi pamoja na njia ya malipo. Kwa hiyo utaanza kwa kuingiza taarifa za wanafamilia. Kwa hiyo ukibonyeza wanafamilia utaletwa hapa. Sasa tuna aina 3 za wanafamilia ambazo unatakiwa uwasajili, ikiwa ni wazazi, mwenza pamoja na watoto. Kwa hiyo ukiingia hapa kwenye ongeza mwanafamilia, utabidi uanze kuingiza mmoja mmoja. Utajaza jina kamili la huyo mtu unayemwingiza kwa wakati huo, utaweka jinsia yake, utachagua ni nani. Kwa hiyo kwa kuwa tumesema tuna aina 3 za wanafamilia, utaletewa option hapo. Ukiweka ikiwa ni mtoto, utatakiwa kuambatanisha
cheti cha kuzaliwa, lakini ikiwa unamweka ni mwenza utatakiwa uweke cheti cha ndoa kama kiambatanisho, na ikiwa unamweka ni baba au mama utatakiwa uweke kitambulisho chake, either ni NIDA au ni kitambulisho cha mpiga kura. Kwa hiyo kwa mfano naweza nikasema labda huyu anaitwa Asha Juma, uhusiano ni mtoto, tarehe ya kuzaliwa. Ukibonyeza hapo unaweza kubonyeza mwaka hapo ili kusaidie kuscroll haraka, labda ni mzaliwa 2015, tarehe 1 Februari. Kwa nikibonyeza set itaweka, unaweza ukaweka namba yake ya NIDA huyo mtoto hapo pamoja na namba yake ya simu. Japo kwenye mfumo hatujaweka kuwa ni vya lazima sana, lakini unaweza ukaviweka kwa sababu tunaamini ili tujue utambulisho wake tayari utaweka kiambatanisho hapa chini. Kwa hiyo unaweza ukaweka namba ya simu na NIDA au usiweke kwa mtoto. Kwa hiyo baada ya hapo utaingia sehemu ya kuweka file, ambapo utatakiwa kuupload either picha au PDF. Kwa hiyo ukibonyeza hapa choose file itakuonyesha sehemu ya picha. Kama una cheti unaweza kupiga picha vizuri, au unaweza ukakiscan ili kionekane vizuri na ukakitafutia hapo kwenye simu yako. Unaweza ukaenda sehemu ya huku ukatafuta ni sehemu gani kwenye simu yako umehifadhi, then ukalocate ukaupload. Mimi nitatumia document ya mfano ambayo nimeweka kwenye folder inaitwa sample files hapa. Kwa nitaibonyeza. Baada hapo utaona hapa imejiandika sample PDF. Kwa hiyo jina la ile document litaonekana hapo. Baada hapo nitabonyeza wasilisha wanafamilia. Kwa hiyo taarifa itajirekodi kwenye mfumo, lakini itatokea upande wetu kwa ajili ya kufanya verification. Kwa baada ya hapo mfumo utaonesha taarifa iliyoingia na itakwambia taarifa imeingia kikamilifu. Kwa hiyo kwa mfano Asha Juma ni mtoto, lakini maombi yake bado hajapitiwa na ofisi. Kwa yakipitiwa na kuthibitishwa hali ya taarifa hii, utaona hapa itasema active, kwa maana huyu mtoto ni active au huyu dependent ni active. Kwa utafanya hivyo katika taarifa zote za wazazi, watoto ulionao pamoja na mwenza. Lakini baada ya hapo kumaliza, utaingia sehemu ya warithi, utaingiza taarifa za warithi wawili hapa. Kwa hiyo baada ya hapo pia utaingiza njia za malipo, ambapo utatakiwa kuweka, kama unatumia mitandao ya simu utabonyeza sehemu ya mitandao ya simu, utachagua mitandao gani. Kwa sasa tumeweka mitandao hiyo 4 na utajaza namba. Lakini kama unatumia account ya benki, tumeweka account 2, utaingiza hizo accounts alafu utahifadhi. Kwa mfano ni namba ya simu, basi naweza nikasema labda ni Voda, naweza nikatumia namba ya mfano, alafu nikibonyeza hifadhi, basi hizo taarifa zitahifadhiwa kikamilifu na zitaonekana hapa chini. Kwa hiyo sehemu ya mwisho kabisa ni sehemu ya kuripoti msiba, ambapo tumeweka hivi ili kusaidia au kurahisisha kutoa taarifa. Sio lazima mtu kutoa taarifa ndani ya mfumo. Hata tukipata taarifa ya kawaida tunaweza tukaanzisha maombi kwenye mfumo na mtu akahudumiwa, lakini tumeweka hivi ili kurahisisha mtu kutoa taarifa kwa haraka ili ifike ofisini kwa mapema pia. Kwa hivyo mtu ukifiwa unaingia hapa na utaingiza taarifa kama aliyefariki ni mtoto, ni mzazi au ni mwenza, then utachagua hapa. Akaunti yako ikiwa active utaona majina ya wanafamilia wote hapa, kwa utachagua yule aliyefariki, lakini utajaza uhusiano wako na yeye pamoja na tarehe ya kifo. Japo tarehe ya kifo na namba ya simu ya mtoa taarifa ni vya hiari, mfumo una uwezo wa kurekodi tarehe ya huduma itakapotolewa. Kwa hiyo tutakapoanzisha maombi ya kuhudumia tutajua kabisa tulikuhudumia tarehe ngapi, na utaandika hapa maelezo mafupi. Baada ya hapo ukibonyeza tuma taarifa, basi mfumo utatoa taarifa kwetu na sisi tutaanza kushughulikia ombi lako mapema ya stahiki zako. Hapa kwenye dashboard nitaona taarifa zote za msingi. Nitaona taarifa zangu, nitaona idadi ya wanafamilia ambao tayari nimewasajili, lakini kama kuna huduma nimeshawahi hudumiwa itaonekana hapo. Na hapa chini itaonyesha majina kama ni watoto, yani wale dependents au wanafamilia wote, lakini pia itaonyesha maombi ambayo either yanashughulikiwa kwa wakati huo kama ulifiwa
ulifiwa na ulikuwa umeshatoa taarifa, maombi yako yakianza kushughulikiwa tu yataonekana hapa chini na status ya kila hatua maombi yako yalipofikia. Asante.